Father, we give you praise. Baba, tunakupa We sifa. give you glory. Tunakupa We utukufu. worship you. Tunakuabudu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Sit down in God's presence. Tunaweza keti katika uwepo wa Bwana. How many know Kenya belongs to God? Wangapi wanajua Kenya ni ya Mungu? Jesus makes all decisions here. Yesu anatoa uamuzi wote hapa. And he has decided who will be the next president. Na ameamua nani atakuwa kiongozi. It's not the work of politicians. Sio wale wanasiasa, ni kazi ya Mungu. Because of the destiny of our nation. Kwa sababu ya hatma ya taifa hili. That matter is determined. Hiyo imeamuliwa. And the one that God have chosen. Na yule Mungu amechagua. The Lord, you give him favor in the hearts of people. Mungu atampa kibali machoni pa watu. And put him in the hearts of men and women of this nation. Atamweka mioyoni mwa watu wa Mungu katika taifa hili. And God, you be glorified. Na Mungu atatukuzwa. Kabosa. Can we say here that anything that is not of God is aborted? Chochote ambacho sio cha Mungu. Any conception for Kenya that is not of God is miscarriaging now. Kila miba ambayo haihusu Kenya tunaitoa sasa. Do you believe in that? Unaamini kwa hiyo? Any conception of evil. Kila miba ya maovu concerning the nation of Kenya. kuhusu Kenya. Abort today. Toka sasa. Miscarry now. Toka sasa. And any evil that has been born. Na kila uovu umezaliwa. The breasts will become dry. Matiti itakauka. The source of life you become dry. Mahali pa uhai patakauka. The altars of witchcraft you become dry. Madhabahu ya uchawi itakauka. The source of power and finances you become dry. Wafadhili wao watakauka. Jesus reigns in this nation. Yesu anatawala katika taifa letu. We give you praise. Tunakupa sifa. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana. Please give me your few minutes. Let's launch the 40 days of prayer and fasting. Nipende kazenu chache na tufungue rasmi mkutano huu wa siku 40 za kuomba na kufunga. The Holy Spirit is here. Roho Mtakatifu ako hapa. The year 2021 mwaka wa 2021 is a year of God's exceeding grace. Ni mwaka wa neema ya Mungu iliyozidi. It is the year where we will be carried by grace. Ni mwaka ambao tutabebwa na neema. Grace means God's unmerited favor. Neema inamaanisha kibali cha Mungu ambacho hatukustahili. Grace is the gift of God to mankind. Neema ni kipaji cha Mungu kwa watu. That gives him what he doesn't deserve or qualify for. Inayompa kile hajahitimu kupata ama kile hajastahili kupokea. Grace number 2. Neema nambari 2 is God divine enablement strength. Mahali ambapo Mungu anakuwezesha kutekeleza yale hauwezi kwa uwezo wako. Many of the things that God requires us to do, he also gives us empowerment by grace for us to be able to do them. Mambo ambayo Mungu anatusaidia kuyafanya, anatupa neema ili tuweze kuyatekeleza. So grace is God's supernatural enablement. Neema ni ule uweza wa kiungu. We can say that grace is God's divine help. Tunaweza sema neema ni ule uweza wa kiungu. Man cannot do without being helped by God. Mtu hawezi kabisa bila kuwezeshwa na Mungu. You cannot be saved unless you are helped by God. Hauwezi ukajiokoa isipokuwa uwezeshwe na Mungu. You cannot serve God effectively unless there is help from God. Hauwezi mtumikia Mungu kwa njia ya mguzo usipowezeshwa na Mungu. It is not possible for you to live right unless you are helped by God. Haitawezekana uishi maisha ya haki bila kuwezeshwa na Mungu. So grace is God help to humankind. Neema ni uweza wa Mungu kwa watu. We can say number 4 that grace is God's spiritual resource. Tunaweza sema kwamba neema pia ni rasilimali ya kiroho ya Mungu. Given to his people. Inayopewa kwa watu wake. To enable them fulfill their destiny. Kuwawezesha na kuwasaidia kutimiza hatma. To enable them fulfill God's purpose in their lives. Kuwawezesha kutimiza makusudi ya Mungu maishani mwao. We are not just living for the sake of living. Hatuishi tu tuishi. We are living a purpose
purposeful life, tunaishi kwa maisha yaliyo na makusudi, a life of destiny, maisha iliyo na hatma, a life to impact our generation, maisha ya kuguza vizazi vyetu, a life to impact the next generation. maisha ya kuleta uguzo kwa kizazi That's kijacho. why we require grace. Ndiposa twahitaji neema. When grace of God is available, Wakati neema ya Mungu ipo, the journeys of life become easy. safari za maisha zinakuwa rahisi. We can say that grace is God's help to make the journey easy. Tunaweza sema neema ni uweza wa Mungu kurahisisha safari. It is God helping man to make the journey easy. Ni Mungu kuingilia na kufanya rahisi safari zake. The Bible says we are not saved by work, Biblia yasema hatuokolewi kwa kazi lest zetu, any man should boast, hivi kwamba mtu but we are akajidai, saved by the grace of God lakini twaokolewa kwa neema through faith. kupitia imani. That journey of salvation can only be possible and easy when grace is available. Hiyo safari ya wokovu inawezekana na kufanyiwa rahisi wakati neema ipo. In Titus chapter 2 verses 11, Katika Tito 2:11, the Bible says, for the grace of God that brings salvation Biblia yasema maana neema ya Mungu iletayo wokovu has appeared to all men, imefunuliwa kwa watu wote, teaching us to say no to ungodliness ikitusaidia kusema la hasha kwa yasiyo ya Mungu and worldly passions, na shauku za ulimwengu, and helping us to live a godly life, na kutusaidia kuishi maisha ya a holy utauwa, life, maisha a matakatifu, separated life, maisha ya kujitenga, and it prepares us na inatuandaa, it preserves us in this present age inatuhifadhi katika maisha ya sasa, as we wait and looking for the fulfillment tunaposubiri na kugoja utimizo and the realization of our blessed hope, na kuona tumaini letu lililo hai, even the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, hata kurudi kwa Bwana wetu na mkombozi aliye Yesu the Kristo, Messiah who he has anointed. Mesihi aliyepakwa It mafuta. is God's enablement. Ni uweza wa kiungu, It is God's help. ni msaada wa It is kiungu, God's supernatural enablement ni kuwezesha kwa kiungu to help you live right, kutusaidia kuishi haki, and grace you present you before the Father. na neema itatuleta mbele za Baba. May it be in the course of the 40 days. Labda katika hiyo siku 40 I will teach us many dimensions of grace. nitatufunza viwango mbalimbali za neema, But there is a grace of prayer and fasting lakini kunayo neema ya kuomba na that kufunga God may want to release upon us today. ambayo Mungu anania kuiachilia leo. Man does not love to pray, Mtu hapendi kuomba, but when he is enabled to pray by God, lakini akiwezeshwa kuomba na Mungu, their prayers become effective. maombi yao yanakuwa ya mguzo. In Romans chapter 8 verses 26, Katika Warumi the 8:26 scripture says, Biblia yasema, for we do not know how to pray maana hatujui namna ama ipasavyo kuomba or what we ought to pray for. ama vile twapaswa kuomba. He says, so too the Holy Spirit comes to our aid and bears us up in our weaknesses. Anasema basi Roho Mtakatifu akuja kwa msaada wetu na anatusaidia katika unyonge wetu, For we do not know what prayer, maana hatujui kuomba ombi gani know how to offer it, what ama way, jinsi ya kuileta mbele za as Mungu we ought. kama vile twapaswa. But the Spirit himself Lakini Roho mwenyewe goes to meet our supplication anafanya maombi yetu and pleads in our behalf with unspeakable yearning and groaning too deep for utterance. na maombi yetu kwa kilio ambayo yeye atakielewa, And he who searches the heart of man na anayechunguza mioyo ya watu knows the mind of the Holy Spirit. anajua moyo wa Roho Mtakatifu. He who searches the heart of man know what is in the mind of the Holy Spirit. Anayechunguza mawazo yetu anajua kilio katika moyo wa Baba, What his intent is. ambayo nia yake iliyo, Because the Spirit intercedes and pleads maana Roho afanya maombezi before God in behalf of the saints according
and to and in harmony with God's will. Afanya maombezi kwa niaba ya wateule kulingana na mapenzi ya We do Mungu. not know how to pray, Hatujui vile tuwapaswa or even kuomba what we ought to pray for, ama vile tunafaa kuomba, but there is divine help, lakini kuna neema which is called grace. ambayo We inatuwezesha. can say that grace is a person. Tunaweza sema neema ni mtu, Grace is Jesus. neema ni Yesu, Grace is the Lord living together with us. neema ni Mungu akiishi pamoja We nasi. do not know how to pray. Hatujui namna ya kuomba, It is not free for you to go and pray. na sio huru kwako kwenda kuomba You tu. need help. Unahitaji You msaada, need to be taught how to pray. unahitaji kufunzwa And this kuomba. morning, in the name of Jesus, Kama asubuhi ya leo kwa jina la I Yesu, release the grace of prayer and fasting. na achilia neema ya kuomba na kufunga, I release the knowledge of waiting on God in prayer and fasting. na achilia ufahamu wa kumsubiri Bwana katika I kuomba na release kufunga, ability of divine help in waiting in God's presence in prayer and fasting. na achilia uweza wa kumsubiri Bwana katika maombi ya kufunga. And by God's grace, in few minutes, Na kwa neema ya Mungu, dakika kidogo, I want us to understand what fasting, prayer and fasting is. nataka Or even tuelewe, fasting, then we will finish this service. You will continue tomorrow. nataka tuongee kuhusu kufunga na tuelewe, kisha tutaendelea kesho. Can I see people who have never fasted? You have, Nione kabisa you wale have hawajawahi never funga, being able to fast, even if it's a day. haujawahi weza It's kabisa not a sin. kufunga. Sio dhambi. Lift up your hand. Inua mkono wako. Okay. Good. Grace is coming. Neema inawajiria. This journey will be easy for you. Hii safari itakuwa Anybody rahisi else? kwako. Kuna mwingine, How many have? Okay, another one there. kuna mwingine God bless. pale. Don't be ashamed. Usiaibike, We are in God's presence. tuko mbele za Bwana. You have never been able to fast. Haujawahi weza kamwe kufunga. Lift up your hand. Inua mkono wako. Kwani mnafikiria kama hujawahi fuga, si unajua hujafuga? Aikondole wa we yuma ili yogithe dowe ndore wake higa. Inua mkono. Oya guoko na iguru. Okay. Haya. Naona mmoja inaenda ikiingia. Haujawahi enda bila chakula. Wacha ni break. Haujawahi enda bila chakula ama maji ama chai. Ndore waikara utarete irio kana ukanywa cai kana Siku ukanywa moja, siku mai mbili, siku tatu. muthenya umwe thiko igiri kana thiko ithatu. Okay. How many have ever tried to fast and you broke before you finished? Nĩ igana marĩ mageria kwĩhinga no makĩhingũra matarĩ marĩkia thikũ iria moigĩte nĩ mekwĩhinga. Kuthi. Nĩ waingĩ. Hapo ndipo Ona ndikũria kĩũria kĩu kĩngĩ. hata siulizi swali lingine. Then this teaching is for all of us. Basi mafunzo haya ni yetu wote. You see, the word of God Neno la Mungu carries grace. limebeba neema. I also tried many years ago Nilijaribu pia nami miaka mingi imepita to fast and to go long fasting. kufunga na kwenda muda mrefu bila kula. Lakini una time ile masaa ya kufugua No ni kama unauliza Mary kinyare ona no kona madadhi mana hata unaweza weka akwehigora. chapati 4 za kujifungua. But God has been good. Lakini When grace Mungu comes upon a man, the journey become easy. Wakati neema iko juu ya mtu, safari inakuwa rahisi. I have also tried to fast and broke my fasting. Nimejaribu pia kufunga na Maybe nikavunja niulize one more siku za question. kufunga. How many have ever said I will fast on Monday, then ulikubuka baada ya kukula? Very serious. Hata your group ni mimi. Ulikubuka tu. Waridhikanire tu. Warekia kirema keu ukiuga Jesus. Ulipo Father have mercy, no? ulipoondoa hiyo chakula ukasema Baba nihurumie. Don't worry. Usijali. God will help you this time. Mungu atakusaidia wakati huu. So it's good to understand prayer and fasting. Ni vyema kuelewa kuomba na pia kufunga. And to understand that fasting Na kuelewa ya kwamba fasting is not dieting. kufunga sio kula vyema. Yeah. It's not dieting. Sio kupanga It's not namna a ya strategy chakula. to make you slim. Sio kupanga namna ya kupunguza weight. Fasting is not just missing a meal. Kufunga sio kukosa kula chakula.
It is not just missing a meal. Sio kukosa kula chakula. Fasting is not a weapon to move God. Kufunga sio silaha ya kumsukuma Mungu. It's good to have that understanding. Ni vyema tufahamu hayo. It is not a weapon to break the hand of the Father. Sio silaha ya kuvunja mkono wa Baba. It is not dieting. Sio kukula chakula kwa mpango. It is not missing a meal. Sio kukosa chakula. But fasting, lakini kufunga, is willful abstinence from natural pleasure. Ni kule kujinyima kwa hiari zile hali za mwili. For spiritual purpose. Ili upate manufaa ya kiroho. It is where you abstain from food. Ni wakati unajizuia chakula. From pleasure. Unajizuia zile raha. From what you love. Unajizuia kwa kile unapenda. From what your body likes. Kwa kile mwili unapenda. For spiritual purposes. Ili upate manufaa ya kiroho. Fasting, kufunga, is dedication of time and energy. Ni kujitoa wakati wako na nguvu zako. To have more of God. Ili upate zaidi ya Mungu. It is when you dedicate your time. Wakati unatoa wakati wako. You dedicate your energy. Unatoa nguvu zako. You dedicate your resources. Unatoa hata mali zako. To have more of God. Ili upate Mungu zaidi. Fasting means replacing your time of food. Kufunga ni kumaanisha kubadilisha wakati wako wa chakula. And sleep. Na kulala. With prayer. Na unaijaza na maombi. Worship. Na kuabudu. And meditation on God's word. Na kule kutafakari neno la Mungu. Fastings that are effective. Kufunga ambako kunaleta mguzo. It is when you replace your time. Wakati unabadilisha wakati wako. Especially your time for food. Na haswa wakati wako wa chakula. Your time for what your body likes. Wakati wako wa kile mwili unapenda. For the purpose of worship. Kwa kusudi la kuabudu. For the purpose of prayer. Kwa kusudi la kuomba. And for the purpose of meditating on God's word. Na kwa kusudi la kutafakari neno la Mungu. Fasting means spending more time with God in His word. Kufunga ni kumaanisha kuwa na wakati mwingi na neno la Mungu. It is not just missing a meal. Sio kukosa tu kula chakula. There are people who can miss a meal, but their missing of a meal did not add spiritual value to them. Kuna watu wanaweza kosa kula chakula, lakini kule kukosa hakuna dhamana kumeongeza za kiroho. It is spending more time with God's word. Ni kutumia wakati mwingi katika neno la Mungu. Because God loves to speak to you. Kwa sababu Mungu anapenda kuongea nawe. He loves to give you direction. Anapenda kukupa mwelekeo. He loves to give you instructions. Anapenda kutoa maagizo kwako. That you make your life better. Itakayofanya maisha yako bora. Prayer and fasting. Kuomba na kufunga. It is willful decision. Ni ile nia ya hiari. To separate your time. Ya kutenga wakati wako. To meet God. Ili upatane na Mungu. To meditating and listening to God. Ili utafakari na usikize Mungu. It is a willful decision. Ni ile nia ya kujitakia. That I will separate my time. Kwamba nitatenga wakati wangu. I will separate myself. Nitajitenga. From what I know. Kwa kile najua. From what I love. Kwa kile napenda. Sometimes from my business. Wakati mwingine kwa biashara yangu. For the purpose of focusing on God. Kwa kusudi ya kumuona Mungu. For the purpose of listening to the voice of God. Kwa kusudi ya kusikia sauti ya Mungu. For the purpose of staying and dwelling in God's word. Kwa kusudi ya kuishi na kukaa katika neno. So the next few days that you are going to be in prayer and fasting. Waliko siku chache ambao tutakuwa tukiomba na kufunga. I will love us not to take it as a religious action for Christ's covenant. Ningependa tusiichukue kama tendo la kidini kama familia hii. Or even in your church where you fellowship. Ama mahali ambapo unashiriki. Those of us who are watching us from wherever you are. Wale ambao mnatutazama mahali mlipo. In the beginning of the year, many people are doing the beginning of the year fasting. Katika mwanzo wa mwaka watu wengi wanaanza na kufunga. Don't do it as a religious action. Usifanye kama tendo la kidini. Don't do
do it as a formality. Usiifanye kama mazoea. Have understanding and revelation, Kuwa na ufunuo na ujuzi, so that you can enjoy all the benefits that are connected to that separation of yourself from people, from your work, from sometimes your family, for the purpose of seeking God and gaining more of Him. Ili ukapate faida zilizounganishwa unapojitenga na watu wa familia na mahali pa kazi, ili upate faida ambazo ni za rohoni. Please say amen if you're here. Sema amina kama uko hapa. Jesus is our main example. Yesu ndiye mfano kuu. There are many teachings that are going on today. Kuna mafunzo mengi yapo siku There are zetu. even people who says that they cannot fast because Jesus fasted for them. Kuna wengine wanasema hawawezi funga manake Yesu alifunga kwa ajili yao. But Jesus became our great example. Lakini Yesu ndiye kielelezo chetu. Even when Paul is talking to the churches, Hata wakati Paulo anaongelesha makanisa, he says to them, follow me as I follow Christ. anawaambia nifuateni jinsi namfuata Yesu. Prayer and fasting is a practice that was practiced both in the Old Testament and in the New Testament. Kuomba na kufunga ni tendo lililofanywa katika Agano la Kale na Agano Jipya. And every time it was practiced, it has very great benefit for those who practice Na it. kila wakati iliyofanywa inayo faida kuu iliyokuja kwa wale walioifanya. Jesus did the 40-day prayer fasting. Yesu akafanya ile siku 40 za kuomba na kufunga. Moses did 40 days of prayer and fasting. Musa akafanya siku 40 za kuomba na kufunga. When he came back, people could not even look at him because of the glory. Aliporejea watu hawangemtazama kwa sababu ya utukufu. Esther did a 3-day prayer and fasting. Esteli akafanya kufunga kwa siku 3. And God turned aloud the plans that were planned by wicked people. Na Mungu akabadili mipango iliyopangwa na waovu. Daniel did a 21-day prayer and fasting. Danieli akafanya kifungo cha siku And he 21. saw the fulfillment of the prophetic words that were spoken over the children of Israel. Na akaona utimizo wa unabii uliofanywa kwa wana wa Israeli. The disciples did some days of fasting. Mitume walifanya siku nyingi za kuomba na It is kufunga. not said how many days they were fasting, but the Bible says as they were praying and fasting, the Holy Spirit said, separate for me Paul and Barnabas. Haijasema walifunga siku ngapi, lakini imeandikwa kwamba walipokuwa wakifunga Roho akasema tengeni Paulo na Barnaba. Throughout the scriptures, Katika maandishi we see benefit of living a fasted life. tunaona faida za kuishi maisha ya kufunga. I pray that those benefits will be seen upon us. Naomba hizo faida zitaonekana. Prayer and fasting is a way, number one, of returning to God. Kuomba na kufunga, kitu ya kwanza ni njia ya kurejea kwa Bwana. It is very easy for people to leave God and be left with religious activities. Ni rahisi sana watu kumwacha Bwana na kuachwa na matendo ya kidini tu. Especially in our days, the Bible says, in the last days, dangerous times you come. Na haswa siku zetu maandiko yanatuonya kwamba wakati wa hatari utakuja. He said for people will become lovers of themselves. Na inasema maana watu watajipenda wenyewe. Lovers of money. Watapenda pesa. People will become proud. Watu watakuwa wenye kujidai. People that cannot listen to the parents. Watu wasioweza kusikiza wazazi wao. He said people that have just a form of godliness. Anasema watu walio na umbo la uungu. But denying the power of God that is there, Lord. Lakini wanakataa nguvu za Mungu zilioko ndani. 2 Timothy chapter 3. Timotheo wa 2:3. The Bible says this know also. Biblia sema ujue haya pia. It is something that should be known. Ni kitu ambayo tunapaswa kujua. Mark this. Lakini uelewe hii. There will be terrible times in the last days. Kutakuwa na wakati hatari siku za mwisho. People will be lovers of themselves. Watu watajipenda wenyewe. Lovers of money. Watapenda pesa. People will become boastful. Wenye maringo. People will become proud. Wenye kujidai. People will become
abusive, wenye lugha ya matusi, disobedience to their parents. wasiotii wazazi, People will be ungrateful. wasio na shukrani, People will become unholy, wasio watakatifu, without love, bila upendo, unforgiving, wasiosamehe, slanderous, wenye kusengenya, without self-control, bila roho ya kiasi, brutal, wakatili, not lovers of good. wasiopenda mema, He said treacherous, wakusaliti, rash, wabaya, conceited, lovers of pleasure, wanapenda raha rather than lovers of God, bila kumpenda Mungu, having a form of godliness, wakiwa na umbo la uungu, but denying its power. lakini wanakana nguvu. Have nothing to do with such people. Usiwe na jambo kuhusu hao. It is very possible to fulfill such a prophecy. Inawezekana kutimiza unabii huu. Becoming religious, give us message. Becoming religious, kuwa watu wa kidini, lovers of themselves, watu wanaojipenda, people who cannot deny or separate themselves for a day or two or an hour to be with God. Watu wasiojikana, wasiojitenga lisali moja ama siku moja kuwa na Mungu. They can use 20 hours looking for money. Wanaweza tumia masaa 20, wanapenda pesa. Lovers of themselves, wanajipenda, proud, wenye maringo. They said they will make a show of religion, wataonyesha udini, but behind the scenes they are animals. Lakini nyuma yao ni wanyama. We declare we will not have such people here. Tuatangaza hakutakuwa na watu kama hawa. I say we declare we will not have such people here. Hatutakuwa na watu hao. People that have a show of religion, wanaoonyesha udini, but they are animals inside. Lakini ni wanyama ndani. They can do anything. Wanaweza fanya lolote. Prayer and fasting. Kuomba na kufunga. It is a time for us to separate ourselves. Wakati wa kujitenga. To return to God. Kurudia Mungu. In the book of Joel chapter 2. Katika Yoeli 2. Verses 12. Na mstari wa 12. The Bible says, therefore also now says the Lord. Biblia asema hivyo basi asema Bwana. But there is also this. Lakini kunayo hii pia. It is not too late. Haujachelewa. God's personal message. Ujumbe wa Mungu mwenyewe. Come back to me. Nirudie. And live a minute. Na umaanishe. How do you come when you mean it? Unamaanisha namna gani? With fasting. Kwa kufunga. And weeping. Na kulia. Sorry for your sins. Na kutubu dhambi. He said, come back to me. Nirudie. Come back to me. Nirudie. Return to me. Rejea kwangu. And mean it in your heart. Na umaanisha moyoni. And you return to God with fasting. Urudie Mungu kwa kufunga. And prayer. Na kuomba. And repentance. Na kutubu. Feeling sorry for your sins. Ukitubu dhambi zako. It is a way of returning to God. Ni njia ya kurudia Mungu. Fasting is a command. Kufunga ni amri. It is commanded. Imeamrishwa. He said, return to me. Anasema nirudieni. Return with fasting. Rudi kwangu. You are not being requested, you are commanded. Unaamrishwa kufunga. It is a way of returning. Ni njia ya kurudi. And this season God is calling us to return. Na msimu huu Mungu anatuamrisha turudi. You get out of yourself. Utoke kwako wewe. You get out of self righteousness. Utoke kwa haki yako. And you return to God. Na urudi kwa Mungu. With fasting. Kwa kufunga. And prayer. Na kuomba. Receive the grace of God. Pokea neema ya Mungu. I say receive the grace of God. Pokea neema ya Mungu. I say receive the grace of God. Pokea neema ya Mungu. In Matthew chapter 6. Katika Mathayo 6. Thank you, Father. Asante Bwana. Matthew chapter 6. Mathayo 6. This is what the scripture says. Hivi ndivyo maandiko yanasema. Matthew chapter be careful not to do the acts of righteousness before men. Kuweni waangalifu msitende matendo ya haki machoni pa wanadamu. To be seen by them. Ili muonekane na wao. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Ukifanya vile hauna thawabu toka kwa Baba. He said when you give the needy. Wakati unatoa kwa wahitaji. Do not announce it with a trumpet. Usitangaze kwa tarumbeta. As the hypocrites do in the synagogues and on the streets. Kama vile wanafiki wanafanya masinagogi na mitaani. Not for the purpose of God but to be honored by men. Sio kwa kusudi la Mungu lakini waheshimiwe na watu. I tell you the truth, they have received their reward in full. Na waambia ukweli wamepokea
wamepokea thawabu zao. Verses 3. Mstari wa 3. He says, and when you do what? Anasema na wakati. Hiyo ni verse 2. Verse 3. Mstari wa 3. He said, when you fast. Lakini mnapofunga. And when you give to the needy, do not let your left hand know what the right hand is doing. Okay, let's continue. Verses 4. Tuendelee mstari wa 4. So that your giving be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, wakati unaomba, do not pray like the hypocrites, usiombe kama mnafiki, for they love to pray standing in the synagogues, maana wapenda kuomba wamesimama kwa masinagogi, to be seen by men. The motive is long. Na mitaani waonekana na wanadamu. Nia sawa sio sawa. I tell you the truth. Na waambia ukweli. They have received their reward in full. Wamepokea thawabu zao. Not to be seen by men. Sio muonekane na wanadamu. Not to be known by the pastor. Sio mjulikane na mchungaji. But that your Father in heaven you see them. Lakini Baba wa mbinguni ajue. I pray that the spirit and the grace of prayer, naomba kwamba roho na neema ya maombi, and fasting you come upon our lives. Na kufunga itatujilia. And I pray that you enjoy the rewards and the benefits of this time of separation for the purpose of seeing God at work in our lives. Naomba tutafurahia thawabu za wakati huu wa kuomba na kujitenga kwa kusudi la kumuona Mungu. It is when you fast. Wakati unafunga. So it is there. Iko pale. The issue is when. Hali tell your neighbor, is a command, you must know when to fast. Ni amri imetolewa, kwa hivyo unafaa ujue ni wakati gani. When you fast, this is Jesus saying. Wakati unafunga, huyu ni Yesu anasema. Don't do it like them. Usifanye kama wao. Do it in the right way. Fanya kwa njia inayofaa. Do it in the right motive. Fanya na nia iliyo sawa. Do it with the right heart. Fanya kwa moyo safi. Namba hiyo ingine, so that we pray. Prayer and fasting. Kuomba na kufunga is a way of humbling yourself before the Lord. Ni njia ya kunyenyekea mbele za Mungu. It is a way of humbling yourself. Ni njia ya kunyenyekea. In verses 13 of the book of Joel, chapter 2. Yoeli 2:13. The Bible says, and let your heart, Biblia sema na mlalue mioyo, and not your garments, wala sio mavazi yenu, turn unto the Lord, na mrudie Mungu, for he is gracious and merciful, maana ni mwenye neema na rehema, slow to anger, mwepesi wa hasira, and of great kindness, na amejawa upendo, and repenteth him of the evil, na anatubu kwa mabaya. He said, let your heart, anasema lalueni mioyo, humble yourself, nyenyekeeni, bring yourself down. Shuka chini. One of the way to humble yourself before the Lord, njia moja ya kunyenyekea mbele za Mungu, it is by prayer and fasting. Ni kwa kuomba na kufunga. The Bible says that a broken, yasema moyo uliobondeka, and a contrite spirit, moyo ulionyenyekea, God you not despise. Mungu hata udharau. Any man that humbles himself before the Lord, yeyote anayenyekea mbele za Mungu, the hand of God you lift him, mkono wa Mungu utamuinua. The hand of God you raise him, mkono wa Mungu utamuinua. The hand of God you be seen at work upon his life. Mkono wa Bwana utaonekana ukifanya kazi. Prayer and fasting is a way to remain humble. Kuomba na kufunga ni njia ya kukaa umenyenyekea. Don't say you are humble. Usiseme umenyenyekea. Let humility be demonstrated. Wacha unyenyekevu uonekane. By the way you spend your time before God. Kwa jinsi unatumia wakati wako mbele za Mungu. Receive the grace today. Pokea neema leo. I can't hear your amen. Receive the grace today. Pokea neema leo. It has many benefits. Inazo faida nyingi. It is a way to break the flesh. Ni njia ya kuvunja mwili. Prayer and fasting breaks the flesh. Kuomba na kufunga inavunja mwili. This flesh has enmity with the spirit. Huu mwili ni adui wa roho. The things of the flesh brings death. Mambo za mwili zaleta kifo. The way to keep your flesh into subjection of the will of God. Njia ya kuweka mwili ukitii amri ya Bwana. To bring your flesh under control. Na kutawala mwili. It is by staying a fasted life. Ni kukaa maisha ya kufunga. Staying in God's presence.
presence in prayer and fasting kukaa katika uwepo wa Mungu kwa kuomba na will kufunga kill the flesh. itaua mwili, Will kill and control the desires of the flesh. itaua na kutawala shauku za mwili. As many as are with me say amen. Amen. Prayer and fasting, the number that you are at, is a ministry that should be practiced. Kuomba na kufunga ni huduma ambayo tunafaa kuitimiza. It is a ministry in the scripture that should be practiced. Ni huduma kulingana na maandiko inapaswa kufanywa. In Luke chapter 2 verses 36. Katika Luka 2:36 The Bible says, and there was one Anna, a prophetess, Biblia sema kunaye mmoja Ana alikuwa nabii, the daughter of Phanuel, na mwana wa Fanueli of the tribe of Asher. wa kabila la Asha. He was of great age, Alikuwa na umri mkuu, and he lived with her husband 7 years from her virginity. aliishi na mumewe miaka 7 tangu avuje ubikila, And she was a widow for about 84 years, na alikuwa mjane wa umri wa miaka 84, which departed not from the temple, ambaye hakuondoka hekaruni, but served God with fasting lakini alitumikia Bwana kwa kufunga and prayer na kuomba day and night. usiku na mchana. 84 years. Miaka A 84, ministry that she carried, huduma aliyokuwa a nayo, ministry that she practiced huduma aliyokuwa anaitimiza day and night usiku na for mchana 84 years, kwa miaka 84, until until akaona the salvation of the children of Israel. mpaka akaona wokovu wa wana wa Israeli. Receive grace Pokea neema to live a fasted life. ya kuishi maisha ya You will not kufunga. ignore this moment of corporate prayer and fasting. Hautajiondosha kwa wakati huu wa maombi ya pamoja You na will not kufunga. take it for granted. Hautaichukulia kwa mzaha. You are the beneficiary. Wewe ndiye wafaidika. You will not ignore the instructions. Hautapuuza maagizo. You will not just be busy the same way you have been busy throughout the years. Hautakuwa na shughuli vile umekuwa mwaka wote. Begin the year by separating yourself. Anza mwaka kwa kujitenga. Get out of your busy schedules. Toka kwa mahangaiko yako ya kila siku. Close down your television. Funga televisheni. Switch off your Facebook. Funga Facebook. Get out of your WhatsApp. Toka kwa nini iko. Consecrate a moment to be with the King. Na utangaze wakati wa kuwa na You mfalme. cannot remain in God's presence Hawezi kuwa katika uwepo wa and Mungu remain to be the same person. na ukae mtu yule. There must be a mark of distinction. Lazima pawe na tofauti. The early church has a mark of distinction. Kanisa la kwanza lilikuwa na They alama ya practice the tofauti. ministry of prayer and fasting. Walitimiza huduma ya kuomba na kufunga. Thank you, Father. Asanti Bwana. Look at this. Angalia hii. They practiced it. Walifanya. Acts chapter 13 verses 1. Matendo ya Mitume 13:1. Even Paul is talking about it. Hata Paulo anaiongea. He said with prayer, Anasema kwa maombi, with fasting, kwa kufunga, in hunger, kwa njaa and in thirst. na kiu. It tells you there are times he didn't have food. He Inaku- was not fasting. Inakuonyesha kuna wakati hakuwa na chakula, hakuwa anafunga. But there are times he served God in fasting. Lakini kuna wakati alitumikia Mungu kwa kufunga. The Bible says in the church at Antioch, Yasema kwa kanisa la Antioch there were prophets and teachers. kulikuwa na manabii na walimu. Barnabas, Simeon called Niger, Simeoni aliitwa Niger, and all these men who are prophets. na hawa wote walikuwa manabii. Verses 2. Mstari wa pili. The Bible says while they were worshiping the Lord and fasting, Yasema walipokuwa na abudu Mungu na the kufunga, Holy Spirit said, Roho Mtakatifu set akasema, apart for me Barnabas tengeni Barnabas and Saul for the work which I have called them. na Sauli kwa kazi It niliyowaitia. is a ministry that was practiced and should be practiced. Ni huduma iliyofanywa na yapaswa pia kufanywa. And I pray that God will enable all of us, Na naomba Mungu atatuwezesha. not only in this season where we are having a corporate
time of prayer and fasting. Sio kwa wakati huu pekee tunaofunga kwa pamoja, But you will live a fasted life. lakini utaishi maisha ya kufunga. You will learn to live not a whole week without separating yourself to meet with the King. Utajifunza sio kuishi wiki nzima, lakini utakuwa na wakati utatenga wa kupatana na mfalme. Receive the grace. Pokea neema. I say receive the grace. Pokea neema. I say receive the grace of God. I receive the grace In the of God. mighty name of Kwa Jesus. jina la Yesu. God has given us a ministry. Mungu ametupa huduma And all of us can practice it. na wote tunaweza itimiza The ministry of prayer and fasting. huduma ya kuomba na kufunga. I'm happy that when I was younger, God gave me the grace. Nafurahia kwamba wakati nilikuwa mchanga kidogo, When Mungu I was still akanipa a neema. teenager, God enabled me and gave me revelation of fasted life. Wakati nilikuwa mwanalika, Mungu akanipa ufunuo wa kuomba na kufunga. We knew Karura Forest when we were in Form 1. Tulijua misitu ya Karura tulipokuwa Form 1. The caves in Karura Forest. Zile pango zilio The kule, caves in Joro. pango zilio Njoro, Mizpah Prayer Center. kule Mizpah, Prayer Mountain. mlima wa maombi. Times of prayer and fasting. Wakati wa kuomba na kufunga And waiting on God. na kumsubiri And Bwana separating ourselves na kujitenga sisi for the purpose of gaining God. kwa kusudi ya kupata Mungu. It is also good to note as we pray Ni vyema kujua that tunapoomba, prayer and fasting brings divine visitations. kuomba na kufunga kunaleta kutembelewa na Mungu. It is not just a benefit for your for that you'll be enjoyed in the future. You experience it as you're doing it. Sio faida ya siku zijazo, lakini waifurahia hata unapoifanya. It brings divine visitations. Inaleta kutembelewa kwa kiungu. In Acts chapter 10 verses 30. Katika Matendo ya Mitume 13. The Bible verses 30. 30 samahani. The Bible says, and Cornelius said, Biblia sema na Cornelius akasema, 4 days ago, siku 4 zimepita, I was fasting until this hour. nilikuwa nafunga mpaka lisaa hili, And at the 9 hour, na lisaa la 9 I prayed in my house. nikaomba kwa nyumba And yangu, behold, a man stood before me with bright clothes. na tazama mtu akasimama mbele zangu na nguo nyeupe, And said, Cornelius, akaniita kwa jina, your Cornelius, prayer is heard. ombi lako limesikika, And your arms are heard in remembrance in the sight of God. na vipaji vyako vimepokelewa machoni pa Bwana. This man is a Gentile. Huyu ni Myunani, He didn't know God. hakumjua Mungu, He was not for the people that were receiving salvation. hakuwa miongoni mwa waliopokea wokovu. But in his time of prayer and fasting, Lakini wakati wake wa kuomba na God kufunga, gave him a divine visitation Mungu akamtembelea, that brought eternal solutions, iliyoleta suluhisho la milele, that brought grace in his house. iliyoleta neema kwa nyumba He yake. saw visitations of angels. Akaona kutembelewa kwa A malaika, man with white clothes appeared to him. mtu mwenye nguo nyeupe akamtokeza. I pray for you in the name of Jesus, Na kuombea kwa jina la that Yesu, by the authority of Jesus Christ, kwa mamlaka ya Yesu, the heavens will open in this season of fasting. mbingu zitafunguka msimu There huu, will be testimonies of divine visitations in this house. kuwa na shuhuda za kutembelewa kwa kiungu. There will be testimonies of healings that cannot be explained in this house and in your family. Kutakuwa shuhuda za uponyaji hauwezi elezea kwenu na kwa familia Your yenu. eyes you open to see Jesus. Macho yako yatafunguka umuone, Your eyes you open to see angels. macho yako yatakuwa wazi kuona I malaika. proclaim and declare grace for prayer and fasting. Natangaza neema ya kuomba na And kufunga, may you see the benefits and the result of staying in God's presence. ukaone faida na manufaa ya kukaa katika uwepo wa Bwana, In the mighty name of Jesus. kwa jina la Yesu. Finally, for now, prayer and fasting makes your spirit more conscious of God's presence. Ya mwisho leo, kufunga na kuomba inafanya moyo wako uwe makini kwa Mungu. It quickens your spirit to be more conscious of God's presence with you. Inatia mtu wako wa ndani kuwa makini kusikiza Mungu. It does not only humble you. Haikunyenyekezi tu, It is not just a ministry. wala sio huduma tu, It brings
consciousness of God's presence. inaleta umakini wa uwepo wa Mungu. The consciousness of God's presence is what keeps you on check. Umakini wa uwepo wa Mungu ndio inakuweka sawa sawa. When you know that God is with you, Wakati unajua Mungu ako nawe, is enough to give you victory in the presence of any battle. ni tosha kukupa ushindi miongoni mwa vita vyote. The consciousness of the presence of God where you are Umakini wa uwepo wa Mungu mahali ulipo will keep you from sin. itakuweka mbali na Will dhambi, keep you from falling. itakuzuia kuanguka. You will say like David, Utasema kama Daudi, where can I go niende wapi and hide from your presence? nijifiche uwepo It wako? is the psalm that our sister sang for us. Ni zaburi ambayo dada yetu He aliimba, said, when I go to the deep, sema niendapo your kilindini, presence is there. uwepo wako upo. Even if my bed you be laid in hell, Kitanda changu kikilazwa kuzimu, even there, God, you are. hata pale upo. Consciousness of God's presence Umakini wa uwepo wa Mungu keeps us always on check. inatuweka sawa sawa, It keeps us in the right path. inatuweka kwa njia iliyo The sawa. moment you lose consciousness of God's presence, Wakati unaondoka kwa uwepo wa Mungu, that's the moment you begin to live a careless life. unaishi maisha bila kujichunga, Because nobody knows you aloud. kwa sababu hakuna mtu You anakujua. can do what you want. Unaweza fanya ile But the unataka, moment you are conscious of God, lakini ukiwa makini na Mungu, God's presence, uwepo wa Mungu, there is no place I can go hakuna mahali siwezi and hide enda from His presence. nijifiche uwepo Whether wake. people sees me Watu wakiniona, or they don't see me, wasiponiona, whether I am with people that know me nikiwa na wale or wananijua with people who don't know me, ama na wale hawanijua, whether I am with my wife nikiwa na mke or I wangu am with other people, ama niko na I am wengine, conscious of God's presence with me. niko makini na uwepo wa That will Mungu keep me nami. in right standing with God. Hiyo itanipa msimamo wa sawa na It Mungu, gives me victory in battles of life. itanipa ushindi kwa vita vya maisha. Prayer and fasting Kuomba na will kufunga keep you conscious itakuweka makini of His presence. ya uwepo wake. He is with you. Ako na He wewe, cannot leave you. hawezi He is akakuacha. there all the time. Ako nawe kila He knows wakati, your heart. anajua He moyo knows wako, the intent of your mind. anajua makusudio ya He moyo, knows even what you want to decide to do. anajua uamuzi wako wa He leo. knows the future before the beginning. I Acha decree kufunga. and declare today Natangaza leo that the manifest presence of God nguvu dhahiri za will Mungu not be hidden from any one of us. haitafichwa kwetu. Can I hear a better amen this morning? Amen. I said the manifest presence of Jehovah Nguvu dhahiri za Mungu will not be hidden from your life. haitafichwa You will maishani mwako. experience His glory. Utapatana na You will utukufu see wake, His glory. utaona You utukufu will wake, experience His touches. utapata nguvu You will zake, hear His voice. utasikia sauti You will yake, see directions. utaona You mwelekeo, will see dreams and visions utaona that ndoto na carry the maono, voice of God. ubeba sauti You ya will be Mungu. so conscious Utakuwa of makini the presence of the Master. ya uwepo wa Bwana. May the Lord bless you. Mungu May awabariki, the Lord give you grace. Mungu awape May the neema, Lord pour out grace upon all of us. Mungu amimine neema kwetu, Nobody will be left out. hakuna atabaki. I'll continue tomorrow with the teaching. Nitaendelea kesho na mafunzo. But I pray that grace will come upon us Naomba neema itatujiria by the end of the 40 days. mwisho wa siku If 40, we do the right kind of fasting, tukifanya kifungo we will have kinayofaa, something to show. tutakuwa na kitu ya God's kuonyesha. presence cannot manifest and leave you empty. Uwepo wa Mungu hauwezi dhihirika ukuache utupu. You will have something to show. Utakuwa na kitu ya You will have a kuonyesha, testimony that can be written. utakuwa na ushuhuda umeandikwa In the name of Jesus kwa Christ. jina la Yesu. Please say amen if you're here with me. Amen. Rise up on your feet with excitement. Inuka na miguu yako kwa And furaha, tell God, pour out upon my life ambia Bwana, mimina juu the yangu grace of prayer and fasting. roho ya neema na maombi, Pour out upon my spirit mimina juu ya nafsi the yangu grace of prayer and fasting. neema ya maombi na I don't want to kufunga. be weary. Sitaki nichoke, I don't want to be ignorant. sitaki niwe I will sijui, not be trying to bend your hand. sitajaribu kuvunja mkono wako, I will
be broken before your presence. nitabubunjika mbele I know zako. this moment will not move you, Najua huu wakati sitakusukuma, but it will move me to do your will. itanisukuma nifanye mapenzi It yako, will move me to line up with your purpose. itanisukuma niingie katika It will mapenzi move yako, me to line up with your plan. itaniingiza katika mpango wako, In the holy name of Jesus. kwa jina la Yesu. Please, can we stop the movements and lift up our hands and concentrate? Tuinue mikono yetu na tuwe makini. This is a holy moment in the presence of God. Huu ni wakati wa maana Tell sana him, mbele Father, za I need Mungu. grace. Ambia Bwana, nahitaji Maybe I neema. tried another time, I failed. Labda nilijaribu nikashindwa. I broke the fasting before I finished. Niliondoka kwa kufunga Maybe I kama have never sijamaliza. even fasted a whole day. Labda sijawahi funga siku Oh nzima. God of heaven, give me grace. Baba, nipe neema. Let me see the reality of your help. Wacha nione msaada wa. Let me see a reality of you making my journey easy. Nishuhudie ukifanya